Lakini jambo la sita ni kujenga utaratibu wa kutafuta msaada. Unapokuwa unahisi una dalili ambayo hauielewi, ni vizuri ukaenda ukapata msaada kwa mtu ambaye ni mtaalamu, akakuhakikishia kwamba hiyo ni shida kubwa au ni shida ya kawaida, ili usije ukasubiri mpaka stage za mwisho, kwa sababu changamoto kubwa ni kwamba ukigundua ugonjwa katika stage ya 3, stage ya 4, tayari inakuwa ni changamoto sana hata kwenye matibabu, hata gharama yake inakuwa ni kubwa sana. Jambo la 7, jitahidi kufanya mazoezi. Mazoezi yanatusaidia kujenga kinga, kuimarisha miili yetu na kusaidia hawa seli za saratani wasipate nafasi nzuri ya kutengeneza makao kwenye miili yetu. Jambo la 8 ni kuepuka vyakula ambavyo ni junks. Vyakula vimekaangwa, vyakula vya kwenye makopo, vyakula ambavyo vimesindikwa, tuvipunguze. Wakati fulani mara moja inaweza siwe mbaya, lakini ikiwa ndio utaratibu wako kila siku asubuhi, mchana na jioni, unajitengenezea mazingira mabaya kwenye mwili wako. Jambo la 8, jitahidi kulala masaa ya kutosha usiku. Najua kweli wakati fulani tunakuwa busy sana, majukumu ya kazi, familia, lakini ni vizuri tukatenga muda wa kuhakikisha kwamba tunalala masaa ya kutosha usiku kwa ajili ya afya zetu. Sababu mwisho wa siku unapambana, lakini unataka kuishi vizuri. Sasa kuishi vizuri bila afya nzuri, sijani kama jambo linawezekana. Kwa hiyo jaribu kubalance muda wako wa kazi, balance muda wako wa familia, balance muda wako wa kulala. Jipende, lala vizuri, kwa sababu tunapambana kweli. Unataka kuenjoy lini? Enjoy sasa hivi, pata muda wa kulala. Tenga muda wako, fanya kazi serious. Ikifika muda wa usiku, hakikisha kwamba unalala, unapumzika.